Nyumbani na umeshasikia kwamba kidato cha 4 wameanza mitihani yao, basi ilikuwa ndo vile tunahesabu siku, masaa mpaka sekunde bwana zimebaki tunamaliza lini, lakini huko watu wa mtaani wanakuambia karibu mtaani utaona bwana. Basi kama unavyofahamu wanafunzi wa kidato cha 4 wameanza mitihani yao ya kuhitimu hii leo, ambapo jumla wanafunzi 595,816 wanafanya mitihani hiyo katika jumla ya shule za sekondari 5,868. Wakati mitihani hiyo ikiendelea, kumekuwa na mjadala juu ya ubora wa elimu ya kidato cha 4, ambapo wengine wanasema haitoshi kumsaidia mwanafunzi anayehitimu kujitegemea na kuwa na mchango katika jamii yake. Tumezungumza na Professor George Kahango ambaye kwanza anajibu ukweli wa hoja hiyo. Ni kweli kwamba kumekuwa na mtazamo huo na umekuwa ni mtazamo wa wadau wengi, ikiwa ni pamoja na serikali yetu. Ndio maana katika siku za karibuni serikali ilifanya mabadiliko ya sera na mitaala, ili mitaala iwawezeshe wale wanaohitimu elimu ya kidato cha 4 wawe na vitu ambavyo vinaonekana wazi vya kufanya. Kwa hiyo wanaoendelea na mtaala mpya wameingiziwa masomo fulani ya amali ya ufundi ili wanapohitimu shule zao angalau wawe na ufundi fulani ambao unaweza ukamuongoza mtu kwenda kwenye kazi fulani akawa na ufundi fulani. Lakini kimsingi na kihistoria sio kwamba elimu ya kidato cha 4 au elimu ya sekondari haikuwa imetengenezwa kwa ajili ya kumpata mtu mwenye ujuzi fulani au mwenye stadi fulani au mwenye eneo fulani la ubobezi. Bado ilikuwa ni elimu ya jumla, na hata sasa inaendelea kuwa elimu ya jumla. Tukirudi kwenye historia ya tulikotoka, tokea enzi zile za ukoloni, tulikuwa na elimu ambayo mtu akihitimu, hata ingekuwa ni elimu ya msingi au sekondari, bado huyu mtu alikuwa ana uwezo kama vile wa kuwa karani mahali fulani. Anaweza akawa karani kwenye mahakama kwa sababu anajua kusoma na kuandika vizuri lugha ambazo amefundishwa. Anaweza akawa karani wa benki au akawa karani labda hata kwenye vituo vya mazao kama wakati ule tuna vyama vya ushirika na kadhalika. Kwa hiyo hata sasa hawa wahitimu wa elimu yetu ya sekondari wana huo uwezo wa kusoma na kuandika katika lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, na pengine kama kuna shule ambazo zimewafundisha lugha tofauti. Na kwa maana hiyo ukiwachukulia kwa stadi ya jumla hiyo ya kusoma na kuandika, wanaweza wakafanya kazi hizo ambazo zinahitaji mtu anayeweza kuandika, anayeweza kusoma. Lakini mazingira ya sasa hivi hayapokei watu wa namna hiyo, kwa sababu anahitaji kuwa na mafunzo ya ziada katika eneo maalum hilo atakalokuwa analiendea. Na pengine itaturudisha tukumbuke enzi za Mwalimu Nyerere aliyeona kwamba tuwe na elimu ya kujitegemea. Elimu yenyewe kama ni ya darasa la 7 au ya darasa la kidato cha 4, mtu huyu aweze kujitegemea. Hayo ndio ilikuwa mawazo ya Mwalimu. Kwa hiyo tumefika mahali ambapo kwa hiyo tunayarejelea kwamba akihitimu kidato cha 4 au ana uwezo akafanya kazi fulani yeye mwenyewe pengine bila kuhitaji kwamba lazima aajiriwe. Daktari, ukizungumza na baadhi ya wazazi wa hawa watoto ambao wanahitimu kwa sasa, na wengine watoto ambao wameshahitimu, ni wakijaribu kuwatazama namna wanaenenda, namna ambavyo wanafikiria, wanaona hawana matokeo ya moja kwa moja kwenye familia na hata kwenye jamii. Unadhani mzazi kuna chochote ambacho anaweza kukiongeza kwa huyu kijana wake aliyehitimu? Ni kweli mzazi ana wajibu wa kuongeza kitu pale, na watakumbuka sisi wazazi tunaowalalamikia hao vijana wetu, na sisi tukumbuke kwamba sio shule tu peke yake zilizotujenga, na wazazi wetu pia walitujenga, na tena hawakusubiri hadi tukahitimu. Walikuwa kwa kadri tunavyoendelea na shule, na wao wana jambo wanalotufundisha, na hilo lilikuwa ni pamoja na kutuwajibisha. Yani asiwe mtoto kwamba akifika kutoka shule yeye anaambiwa kaa chumbani au kama mahali fulani na vitabu vyako jifungie ukasome. Ni lazima apewe fursa ya kufanya kazi zinazohusiana na maisha ya siku kwa siku, ambayo enzi hizo wazazi walio wa kizazi fulani walitutayarisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo na sisi hao wazazi wa sasa hivi tuna huo wajibu. Inayokuja kuwa changamoto ya mazingira ya sasa hivi ni kwamba tuna shule kwa mfano za binafsi, za private, ambazo zenyewe zinapenda sana swala linaloitwa matokeo mazuri ili biashara iweze kukaa vizuri kama wakifaulisha. Kwa hiyo unaweza ukakuta katika mazingira ya shule hiyo ya binafsi hakuna fursa za wanafunzi kwa mfano kufanya usafi, kushughulika na mambo ambayo ni ya kawaida ya maisha. Badala yake watafuta wafanyakazi ndio wanaosafisha hata kwenye mabweni na kadhalika. Sasa hiyo unaweza ukafikiri kwamba unamtunza mtoto vizuri, unampa nafasi kubwa ya kushughulika na taaluma,
kumbe ndio umemnyima fursa ya kujifunza mambo mengine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kama hayatokei shuleni, huku nyumbani tuna wajibu wa kuyaona mapema na kuwapa fursa ya kujifunza mambo hayo. Lakini pia hatupasi kama wazazi kusubiri mtoto amemaliza kidato cha 4 ndio uanze kuona mapungufu yake. Mapungufu unaweza ukayaona kila baada ya muhula. Mtoto anaporudi nyumbani ukampa mambo fulani afanye, ukaona yaendi sawa sawa, ni wakati wa kutumia hicho ulichokiona kuzungumza na shule kwamba mbona mwanangu hawezi kufanya mambo kama haya. Ndio maana sisi tulioko katika utaalamu wa elimu huwa tunasisitiza uwepo wa vitu kama Parent Teacher Association. Yaani hizo association zinasaidia kuwe na mawasiliano ya karibu na ushirikiano wa karibu kati ya wazazi na walimu, ili walimu wanampima mwanafunzi kwa kadiri ya vigezo vya shuleni, lakini na mzazi anampima mtoto wake kwa kadiri ya vigezo vya maisha, ili anapoona mapungufu anawasiliana na shule mapema, ili hayo mapungufu yashughulikiwe hivyo mapema, yasije yakawa sasa tayari unakuwa mzigo wa baadaye. Sasa haya yote of course yana wadau wengi, na ndio maana nasema serikali imelibaini hili na wadau wameyasema sana haya. Pengine haya mabadiliko ya kwenye mtaala ndio yatakayokuja kutupeleka sasa kuona kwamba tunabadilishaje labda kizazi kingine au wanafunzi watakaopita katika mtaala mpya wataweza kuwa na mabadiliko. Hata hivyo, mwanafunzi yeye mwenyewe mmoja mmoja, pengine wanaotusikiliza hata katika kipindi hiki, wana wajibu wa kujitambua. Yaani asiwe mtu wa kubweteka akasingizia hajafundishwa. Asiwe mtu wa kubweteka akasingizia hajapata fursa. Ni lazima wajitambue wao kama binadamu na waweze kujituma. Maisha hayana lelemama, hayana kubweteka. Saa nyingine unaweza ukawa unalaumu kwamba mfumo wa elimu, kumbe ni uvivu wa mtu binafsi. Yeye hapendi kujishughulisha, hapendi kufanya kazi, badala ya kugundua kwamba maisha hayahitaji ukawe mtu wa kubweteka, mtu wa kuwa tegemezi na matokeo yake kuwa mzigo. Kwa hiyo wapo baadhi ya vijana ambao labda wanaonekana katika familia na kuwaelemea wazazi wao, lakini ukweli kwamba shida sio elimu. Shida inaweza ikawa mtu mwenyewe huyo, kwa sababu sio watoto wote wako hivyo. Wapo wanaojali wanapotoka shuleni, wanapokuwa likizo, au wala ambao wanasoma day, wanaporudi nyumbani wanajishughulisha na maisha yao ya kawaida, hawawi watu wa kubweteka. Tena wanakuwa na utundu zaidi. Kila ambacho anakuwa amekifundishwa darasani, kiwe ni cha sayansi, mwenyewe anajitahidi kutafsiri kwamba kitu hiki kitanisaidia kwa namna gani katika maisha yangu, au kwa maarifa haya niliyoyapata naweza nikayatafsiri vipi ili kuweza kuyatumia katika maisha. Kwa mfano katika somo kama la fizikia wanafundishwa mambo ya umeme na kadhalika. Sasa nyumbani kama wana umeme huwezi kuhamisha hayo maarifa, pengine ni wakati wa kuwachochea na kuwashawishi hawa wanafunzi wote watambue kwamba maarifa yote wanayoyapata ndani ya darasa lazima awajibike kufikiria ni kwa namna gani anahamisha hayo maarifa katika maisha ya kawaida. Hakuna maarifa anayokuwa ameyapata shuleni ambayo ni ya kupoteza. Yote yanatafsiri katika maisha ya kila siku ambayo ni tofauti na maisha ya ajira, lakini maisha ya yeye mwenyewe ndani ya familia na yeye mwenyewe na jamii. Crown Media. Hapa ni nyumbani.